Nafasi yangu kwenye nyanda za malisho, tunakusanya taarifa kwa kupeleka kamati ya kijiji ama ofisi ya kijiji. Na tunapofuatilia hizo nyanda za malisho, tunatumia rula, futi kamba na simu. Yaani kwa mfano rula tunavyotumia, kuna alama zilizowekwa, ina alama 5. Katika hizo alama 5 unaangalia ni ipi iliyogusa uoto na ipi ambayo haijagusa uoto. Utaandika kupitia njia ya simu. Utavuta ile futi kamba mpaka mita 100, yaani usawa wa uwanja. Baada ya kuvuta mpaka mita 100, utakuwa unapiga hatua 5. Ukifika hatua 5, utalaza rula yako, utaanza kutafuta ipi ni uoto na ipi ni ardhi tupu. Utajaza hizo taarifa. Tunavyokusanya tunapeleka kwenye kamati ya kijiji ama ofisi ya kijiji. Changamoto tunazopata, ukosefu wa mvua, yaani mabadiliko ya tabia ya nchi, tunapata mimea vamizi, inasababishia mifugo yetu wakila wanaathirika kutokana na mimea vamizi. Changamoto nyingine, tunapata vipara vingi kwenye maeneo ya malisho. Tunategemea malisho yetu yataenda vizuri. Malisho yetu yatakavyoenda vizuri, tunapata uhakika wa taarifa kwa kila mwaka. Taarifa hizi fuatiliwe mimea vamizi ili kuiondoa kwenye maeneo yetu ya malisho. Mradi huu tunategemea kama itatusaidia kwa kupata taarifa kwa kila mwezi, inaweza ikatuletea mabadiliko. Yaani kwa kila mwezi kwa kupata taarifa ili ifuatiliwe mimea vamizi na kubadilisha uoto wa asili, kurudisha kwenye maeneo yetu ya malishio. Huu mradi utatusaidia kwa kuboresha, kwa kuandaa maeneo yetu ya masika na maeneo ya kiangazi kutokana na upatikanaji wa mvua kwa mwaka huo.